Awali ya yote ningeweka bayana Pentekoste sio siku ya kupata karama ya ndimi au karama nyingine zote. Pentekoste ni kwa wote na si kwa kundi, na karama hizi zinatolewa kwa wote. Zile mapaji tofauti na karama, mapaji ni misingi mikubwa ya Ukristo, ya kuishi Ukristo. Na kwa hiyo tunatajiwa yale mapaji ya Roho Mtakatifu ambayo sio glosolalia, maana kuongea kwa ndimi. Kuongea kwa ndimi ni zawadi, hiyo tunaita tuseme karama ya mtu binafsi, napewa mtu binafsi kwa edification, kwa kumhamasisha mtu binafsi. Na Paulo anaonya hizo kwamba kwake Paulo anasema ni upuuzi, na natumia lugha hiyo kidogo kusudi kwamba mtu aone ni ya maana kuliko karama, mapaji mengine ya Roho Mtakatifu au karama nyingine. Watu walikuwa wanajidai kwamba mimi na karama ya kuponya, karama ya ndimi, karama ya unabii. Akasema hizo ni kwako wewe, ni kwa ajili ya kwako wewe uhamasishe ukue katika Ukristo. Lakini kuna zile karama kubwa, mapaji makubwa ambayo lazima yachukue priority, yawe ya kwanza katika yale ambayo yanahudumia mwili wa Kristo. Kwa hiyo anaweka madaraja ya karama. Nyingine ameziweka mwisho. Kwanza ni mtume. Kwa mtume, yani unakwenda kuhudumia watu, kanisa la Mungu. Ya pili ni manabii. Ya tatu anasema walimu na kadhalika. Naenda kwa ngazi hizo. Na akasema tuombe zile karama kuu, zile kubwa ambazo ni hizo nilizotaja. Nyingine hazina nguvu sana kwa sababu ni kwa ajili ya binafsi. Kwani mimi nikisali katika ndimi, jirani yangu haimsaidii. Badala yake angesema pia karama ya ndimi anaye glosolalia, angepaswa kuwepo na mtu mwingine anayetafsiri ili nami nifaidi, ambaye anaweza kuelewa ile lugha katika ile kundi linalosali. Awepo mmoja ambaye kumbe ile ni kwa ajili yako wewe binafsi, na isiwe kitu cha kujigamba mbele za wenzako. Na kwa hiyo huyo padri ambaye alisali kwa ndimi, yule ni binafsi na haisaidii wengine. Unasema maneno ambayo haeleweki. Itasaidiaje kanisa? Halikuzi kanisa wala halimasishi kanisa. Tutajuaje kama wewe unatutukana? Unasema kwa ndimi. Kwa hiyo Paulo alikataza mambo hayo. Hii sura ya 12 ya waraka wa kwanza wa Korinto, sura ya 12, anasisitiza hilo. Tusiwe tunang'ang'ania zile za kujionyesha, kuonekana kwa watu kwamba huyu ni wa pekee. Of course, Mungu anatoa zawadi kwako wewe na uitumie kwako wewe. Lakini isiwe na priority overtake ile kazi ya mtume ambayo ni padri. Huyo ni anafanya utume, kazi ya kitume. Angepaswa kujua kwamba hicho anachofanya kinasaidiaje wa Kristo, waumini. Kwa hiyo huyo padri alikosea, si kawaida. Sasa tuende kwenye Pentekoste. Pentekoste ni ya pekee kabisa. Kwani kile kilichofanyika siku ya Pentekoste, kule kusikia lugha yake mtu, sio glosolalia ile. Sio hiyo karama ya ndimi, hapana. Haikuwa ya ndimi ile karama. Kwa nini? Kwa nini hivyo? Mitume walikuwa wanazungumza kwa lugha yao ya Kiyahudi ya kaskazini, Kiaramayo.
walikuwa wanazungumza lugha yao ya mama, Aramaik, lakini waliowasikia walisikia kwa muujiza uliofanyika pale, kwamba mimi nazungumza Kichaga alafu unasikia Kigogo. Huu ni muujiza wa pekee na ulifanywa. Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anawafanya wale waelewe anachosema na waisikie kwa lugha yao binafsi ya nyumbani kwao. So kulikuwa muujiza huo ambao ni wa pekee kabisa. Sio kwamba mitume walizungumza kwa lugha mbalimbali. No. They talk and they spoke in their own mother tongue. Kwa mbona hao wanazungumza Kiaramayo, manake Kigali, tena ya Kigalilaya. Wengi wao walikuwa ni mmoja tu au wawili walikuwa wa Yudea, lakini wengi wote walikuwa watu wa Galilaya, walikuwa na lafudhi yao ya Kiaramayo. Lakini watu waliotoka Pontos au Ponto, au waliotoka Roma, waliotoka Libya huku, waliotoka hata Mesopotamia, waliwaelewa. Hawa watu wanazungumza Kiaramayo, lakini tunaelewa everything. This was hiyo ni muujiza, kwamba ni Roho Mtakatifu alikuwa anawawezesha kuelewa kile kilichokuwa kinasema, na sio karama ya ndimi. Mitume hawakuzungumza kandimi, hapana. Walizungumza lugha yao ya kawaida. But what they said was understood by all of them. Ndio hiyo ilikuwa inawashangaza. Kwa hiyo tusifikiri kwa Pentekoste ni siku ya ndimi. Hapana. Hiyo ndio muujiza uliofanyika pale. Na pia ni tofauti, ni kinyume cha Babeli. Leo aligusia shemasi wetu Babeli. Sura ya 11 ya kitabu cha Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Pale walikuwa wanazungumza walikuwa wanazungumza lugha moja. Bila shaka ni Kiebrania, au labda Kiebrania kilikuwa bado hakijajitokeza, labda walizungumza lugha nyingine ambayo hatujui wakati ule. Lakini wote walikuwa wanazungumza lugha ile. Lakini siku ile wakavurugika kwa sababu hawakuelewana tena. Hawakuelewa hata ile lugha yao waliokuwa wanaizungumza. Leo wameelewa hata lugha ambayo hawaizungumzi. The opposite. Ndio hiyo ilichotokea. Kwa hiyo tuseme tu muujiza wa leo ni kwamba wewe unaweza kuzungumza lugha ya Kichaga, alafu mtu ambaye ni Matengo kule au watu gani anakuelewa. That was the miracle. Na hiyo miracle na huo muujiza ni ulifanywa na Roho Mtakatifu, ambaye anatuleta pamoja kwa namna ambayo ni ingawa tu tofauti. Roho Mtakatifu haondoi tofauti zetu. Mwelewe hiyo. Roho Mtakatifu haondoi tofauti zetu. Hapana. Anatuunganisha kwa upendo. Roho iliyoko dawa nguvu iliyoko ni ule upendo. Roho Mtakatifu ni upendo. Kwa hiyo upendo uliwaunganisha wakaelewana. Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu unaomiminwa ndani mwetu, ambao unavuka mipaka, lugha, kila kitu. Na kwa hiyo Pentekoste sio siku ya lugha mbalimbali, yaani kuzungumza lugha mbalimbali, ni siku ya kuunganishwa kwa upendo wa Mungu. Hiyo ieleweke. Na ni kuje kule, unajua Mungu hajipingi. Mungu hajipingi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ile ya 29 hivi, ile kitabu cha Mwanzo pale alipowaumba, alafu akawapa kwa sura na mfano wake, alafu akawapa mamlaka ya kutawala
yale aliyoumba yote, kutawala na kuyaongoza na kuyalinda. Anasema Mungu akasema, mimi nawapa, mimi nawabariki. Anawaambia, zaeni, ongezekeni, mjaze dunia na kuitiisha, mwatawale samaki wa baharini na ndege na wa angani na wanyama wote wanaotembea juu ya nchi. Mjaze ulimwengu mzima. Unajua, hii miwa naeleza kiwaziwazi kwamba Babeli ilienda kinyume na amri hii. Watu wa Babeli badala ya kusambaa ulimwengu mzima walikusanyika. Tofauti, yaona Babeli ni kinyume cha maagizo ya Mungu katika hii aya ya hii aya ya 28. Sura ya kwanza ya 28 aliwaambia, zaeni, muongezeke, mkaene, mkajaze ulimwengu mzima. Wao hawakutaka kuenea, walijikusanyika pale Babeli na wakajitenga na watu wengine. This is the opposite. Mkasome vizuri hii sura ya 11 aya ya 7 mpaka 11, nadhani ile simulizi la Babeli pale, aya ya 11, ili simulizi la mnara wa Babeli. Where is that? Ni aya ya kwanza tuseme. Anasema dunia nzima ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ni aya ya kwanza, sura ya 11 aya ya kwanza mpaka ya tuseme nafika aya ngapi? Mpaka aya ya 8 tuseme. Hapo watu wa Babeli badala ya kuwa na lugha mbalimbali na kuenea, walikuwa mahali pamoja. Wamesema dunia nzima ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri kutoka mashariki walikutana nchi mahali katika jimbo la Simari. Sio duniani kote, walipaswa kusambaa. And therefore they were. Kwa nini Mungu aliwazuia na kuharibu mpango wao? Kwanza walikuwa wanajitengenezea jina. Hiyo ni kosa moja, kwa kutengenezea jina. Mtu unafanya vitu kwa ajili ya kujikweza. Wao walitengenezea jina. Pili, walikataa, hawakuenda walivyoambiwa wasambae, sio kukutana mahali pamoja na kujenga himaya yao ambapo wajitukuze. Mwanadamu anapaswa kujua, hapaswi kujidiscrimination, kujitenga. Sivyo, sisi tunapaswa kujitenga, tunapaswa kusambaa. Tunapaswa kuenea dunia nzima. Hatupaswi kutengeneza vitu kwa kujikweza, alafu kulingana na Mungu. Wanatengeneza mnara kufika kwa Mungu. Na kutokana na hilo, kwa kiburi cha kuambiwa waenee, wao wamekwenda pamoja, ni kinyume. Na mkusanyiko huo ukaanza kujenga project ya kujikweza. Na matokeo yake, alipoona anasema hao watu watafika wapi, ngoja ni wakomeshe. Wanabeba matofali, wamfika gorofa labda ya 30-50. Akageuza, yule anasema leta tofali, analeta nyundo. Wakavurugika, hawakuelewana. Na baadaye aliwasambaza mwenyewe, kwa sababu walikuwa wanajenga lugha moja, kila kitu kimoja, culture moja, tafsiri moja, kila kitu.
sasa na wasambaza, waende wakaenee kila mahali, wajaze ulimwengu, na huko wajenge lugha mbalimbali. That's the glory of God. Waenee huko. Hao walikuwa, mnaweza kuwa na mada moja, baba moja, lakini muende huko mjaze ulimwengu. Ndivyo ilivyokuwa. Babeli ilikuwa kinyume cha umoja. Umoja ambao Mungu alipenda uende duniani kote, sio mahali pamoja. Sasa katika wale walikuwa wanazungumza lugha moja hawakuelewana tena. Kwa hiyo nguvu ya kuelewana ni kutoka kwa Mungu. Nguvu ya maelewano ni kutoka kwa Mungu na sio kwetu sisi kujenga infrastructure za kwake. Mungu azuiliwi na miundombinu yetu, hii ni lugha yetu. No. Kwa hiyo upendo ndio upendo kwa Mungu na upendo kwa mwenzako na upendo kwa wanyama na ulimwengu mzima. Upendo sio upendo binafsi, upendo wenyewe wa kimungu ndio unaoweza kuunganisha watu. Hata mnaweza kuwa mahali pamoja kama hao watu wa Babeli, lakini hamuelewani kwa sababu unakosa ile nguvu ya Mungu Basi ndio hiyo. Leo ni siku tunaelewa kinyume chake nini. Kumbe kinachowaunganisha watu, na wale watu wa Ponto wakashangaa, wale watu wa Galatia wakashangaa, watu wa Athene wakashangaa, wa Giriki wakashangaa. Ni kwa sababu ni nguvu ya Mungu ilikuwa inawafanya wasikie. And I wish, nilikuwa najiuliza, watu ukisikia wahubiri wakubwa waliokuwa wanaenda, wakina Thomas walikuwa naenda India, walikuwa wanazungumza lugha gani? Wakina Luka wanaenda mpaka kule mashariki, wakina Marko wanakuja mpaka huku. Sidhani kama walikuwa wanazungumza Kilatini wakati ule. Walikuwa wanazungumza hata lugha yao, lakini kuna nguvu iliyokuwa inafanyika na pengine haijafanywa utafiti ya kutosha. Watu ambao walikuwa wavua samaki tu, wavuvi, lakini wao wanaweza kwenda mbali kiasi hicho kwa mataifa mengine kabisa ambayo hawana uhusiano nao, wanahubiri Injili. What was this? Hiyo ndio muujiza ulienda. Na pengine walikuwa wanahubiri lugha yao, wanatumia lugha ile ile, lakini kuna mmoja from nowhere anaanza kutafsiria wengine, anasema hivi. Unakuwa mwele. Kwa hiyo mimi najiuliza, hata baadhi ya wa misionari, unajua sisi tunadhani ni kitu cha kawaida. Walikuja huku, na nimekuwa naangalia picha za zamani za miaka 1900, sio mbali sana kwetu. Wa misionari wamebebwa na machela huku, wanasafirishwa na vipagazi wa Afrika bana, mpata shida. Wabeba, wanavusha mito huko, wanatengeneza tena, wanailikuwa. What was this power? Nafikiri power hii ni ya kimungu. Nguvu hii ya watu from nowhere wanakwenda tu. Kwanza ujasiri wa kusafiri hivyo na hatari zote hawakujali. Sio kwamba walikuwa na nguvu, resilience na power ya namna hii. I think it's a miracle ambayo ni ile Pentecoste inaendelea. Na wamisionari ni mfano wa Pentecoste kamili. Sababu unakuja hapa, mimi nilikuwa nauliza babu yangu, wale wazee wetu, waliza, mlikuwa mnaelewa wanachosema? Sema, kwa kweli hatuelewi hata tulikuwa tunaelewa nini. Wanakuja hapa wanakuwa na misa Kilatini, masomo ya Injili Kilatini, masomo yote Kilatini. Nilikuwa namuuliza bibi, alizaliwa mwaka 1860 na kitu. Nilipokuwa mdogo ndio namkuta ni mzee sasa. Namuuliza, ulikuwa unaelewa? Akiwa na miaka 100 na kitu, namuuliza, ananiimbia credo. Alafu yes. Mwisho namuuliza, wewe unajua deo, anasema deo. Deo si mtoto wetu anaitwa deo pale. Kwa sababu yeye alifikiria ni deo yule ndiye ana deo. Anasema namuita deo kule kanisani. Nafurahi sana mwanangu. Luka ile ndio misa ile. Nikamuuliza deo,
confiteo omnipotent manake nini? Kasema confiteo teo si ile nani ndege yule. They had different understanding, lakini katika ibada na uchaji waliweza kuendelea. Hii ndio muujiza wa Roho Mtakatifu, na ulifanyika kwa misionari mpaka tukatokea watu kama sisi. Na miaka hiyo ya kuanzia mwaka wa 68 ndio wameanza kuruhusu Kiswahili kutumika katika ibada na kusoma Injili ni Vatican II hiyo juzi tu. Sasa hiyo imefanyika, yote ni muujiza wa Mungu, na mimi naamini ni Pentekoste ilikuwa inaendelea. Basi tuachie maswali haya, tuende kwenye maswali